Bana, Watanzania bado wanazidi kuonyesha mioyo yao migumu zaidi, especially kwa viongozi mbali. Sasa hii leo pale Dar es Salaam kuna taarifa ambapo imesikitisha kidogo, ambapo baada ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alivyowasili katika msikiti wa Mfalme Mohamed wa Sita wa Morocco, ambapo upo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, nizungumzia BAKWATA Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam pale, wakati wa siku hii ya leo ya Idi. Sasa baada ya kufika pale, tunafahamu pia vyombo vya habari mbalimbali vinafanya kazi, lakini pia tunafahamu pia kwenye mitandao ya kijamii mambo yanakuwa ni mengi. Sasa taarifa baada ya rais kufika pale na taarifa kusambaa kama kawaida kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kumekuwa na matusi mengi sana, kila mmoja akiwa anazungumza kwa upande wake, kwa jinsi ambavyo yeye anajijua au anajifahamu, yani kuzungumza matusi. Na hapa tumerudi kile kipindi cha mwaka jana kuanzia mwezi wa 10 kule, na naona mpaka hiyo hali mpaka hii leo tunavyozungumza bado inazidi kuendelea kwa watu mbalimbali kuendelea kutukana, kuendelea kuwatukana viongozi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, wengi wakiwa wanasema wamewakumbuka ndugu zao, wengi wao pia wakiwa wanasema damu inalia. Vitu ni vingi sana ambavyo of course kila mmoja anazungumza kwa upande wake anavyofahamu yeye, lakini swali kubwa zaidi linakuja kwamba sasa hivi ni wakati sahihi kweli wa kuzungumza hayo mambo, au ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunaijenga na tunaitengeneza Tanzania ambayo ni mpya na Tanzania yetu sote. Hilo ni miongoni mwa swali kubwa sana ambalo kila mmoja anajiuliza kwamba sio wakati mzuri sana sasa hivi wa kuanza kulaumu mchawi au kumtafuta mchawi ni nani, lakini sasa hivi ni it is better tukaanza kupambana na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri, especially kwenye masuala ya kiuchumi na mambo mengine kama haya. Lakini matusi yamekuwa ni mengi sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini hata sasa hivi ukitokea msiba wa kiongozi yoyote yule wa Chama cha Mapinduzi na akapostiwa, hata kama ni mwenyekiti, balozi, kumekuwa na matukio mengi sana especially kwenye mitandao, matusi yanakuwa ni mengi, kitu ambacho pia sio kizuri sana, kwa sababu tunafahamu kila mmoja yupo kwa mujibu wa sheria. Endapo labda mtu akikiuka sheria pia inafuata mkondo wake na hakuna aliyoko juu ya sheria. Tume ilitengenezwa au iliundwa na rais mwenyewe ya kuchunguza matukio yale ambayo yaliweza kutokea Oktoba 29, na kuna baadhi ya watu pia walipeleka ushahidi na waliozungumzia pia yote hayo, lakini sasa hivi tunaona ni kama watu hawakuridhika, ni kama bado wanaendelea pia kufukua makaburi, bado watu inaonyesha mioyo yao imeinama. Lakini sisi tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu pia azidi kutupa mwisho mwema, lakini pia kama kuna changamoto, kuna jambo lolote ambalo tunapaswa kulifanya, pia it is good pia tukahakikisha kwamba tunafuata sheria na mambo mengine yakae vizuri. Kwa upande wako, maoni yako ni yapi, na ipi sababu kubwa ya Watanzania mpaka hii leo wanazidi kulalamika na kuhuzunika juu ya tukio au matukio yaliyotokea Oktoba 29? Niache maoni yako pale, kikubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.